Asante kwa sababu ya huyu mama, maana unaenda kumtumia Jehova. Asante kwa sababu ya huyu mzee, unaenda kumtumia katika njia kubwa. Asante kwa sababu ya huyu kijana, unamtumia kanisani na hata kule aliko, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba yetu, tunaleta shukrani zetu za mwezi ambao umerudi nyuma yetu. Hakika Baba, umekuwa Baba, umekuwa mlinzi, umekuwa mchungaji. Tunasema ni asante. Tunakualika ndani ya mwezi huu, mwezi wa 8 uliojaa neema na kibali, katika jina la Yesu Kristo. Tunarudi kinyume na maroho ya katika jina la Yesu Kristo. Tunapata kushindwa kila mikosi na kila ajali imetuliwa mwezi wa 8, tunaikinga na kuinyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Umesema katika Isaya 54:17, unasema watakusanyika, lakini si kwa jina lako. Watakuja pamoja, si kwa ajili ya shauri lako. Watajaribu kutuhukumu, hatutahukumiwa Bwana. Wataweka mitego na hata silaha, watachimba mashimo, lakini umetengeneza muhunzi wa kuharibu kila kazi ya mwovu, katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ndio urithi kwa ajili ya wote tunawapenda Bwana. Mwezi huu wa 8 tunautia wakifu Bwana, ya kwamba mwezi huu ni wa kufanikiwa. Mwezi huu tutakuabudu, mwezi huu tutakuinua, mwezi huu tutakutukuza, mwezi huu tutatangaza fadhila zako, mwezi huu tutatembea kwa ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana utawalinda watoto wetu. Tazama wametoka shuleni, tunasema ni asante. Wakiwa nyumbani Bwana, wasaidie kukimbia tamaa za uchanani. Wakiwa nyumbani, wasaidie kutii. Wakiwa nyumbani, wasaidie kunyenyekea. Wakiwa nyumbani, wasaidie Bwana kuweza kuwasikiza wazazi na kuwasaidia kazi, katika jina la Yesu Kristo. Hivyo Baba, nashusha roho ya kiburi, nashusha roho ya majivuno, nashusha roho ya majibizano kati ya watoto na wazazi, katika jina la Yesu. Tukapata kushindwa kila madhabahu ya kupandizwa juu ya watoto wetu. Sio vile tulikuwa tunawajua, leo wamebadilika kwa sababu ya maroho. Hizo maroho kupitia madhabahu haya tunayavunja. Hiyo maroho shuleni tunavunja, hiyo maroho ya mijini tunavunja, hiyo maroho ya kazini tunavunja. Kila kiburi tunakivunja, kila minuko tunavunja, katika jina la Yesu Kristo. Kapate kuvunjika. Baba, tunasema ni asante, walinde na kuwatunza, maana wewe ndio Mungu. Umesema tuwalete vijana wetu kwako, nao tuwatunza na kuwalinda. Asante Bwana. We are signs and wonders. We and our children, oh God, we are signs and wonders. Asante kwa sababu ya Isaya 8:18. Umesema sisi ni signs and wonders. Hivyo watoto wetu na mikononi mwako, ya kwamba unawafanya kuwa miujiza na maajabu kwa kile wanachokifanya Bwana. Watashangaza ulimwengu kwa sababu mitihani wanaenda kuikalia. Watashangaza Kenya kwa sababu kile wanaenda kuikalia. Watashangaza Kenya kwa ujuzi unaenda weka ndani yao. Watashangaza Kenya kwa ile talanta unaweka ndani yao, katika jina la Yesu Kristo. Hivyo Baba, tunawaweka mikononi mwako, tunawatia wakfu kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kila marafiki ambayo tuna disconnect, eli potovu tuna disconnect, kila mitego na chuki tuna disconnect, maroho za chuki juu ya watoto wetu na zio disconnect, kila madhabahu za faraga zilizoinuliwa kinyume na wao tunazivunja. Hazina nguvu, hazina uwezo. Mchana leo Baba, simama, watetee watoto wetu, tetea ndoa zetu, tetea kazi za watu wako. Asante Mfalme. Mchana leo tunaombea kila kazi ya mikono. Ibariki Bwana, ibariki Bwana, ipanue Bwana, ikatengeneze faida, katika jina la Yesu. Hayo mashamba ukatie rutuba, yakafanikiwe Bwana. Zaidi yote tupe ufahamu, tupe na akili,
ya kutumia hayo mashamba. Bwana, tupe ufahamu zaidi yote na nguvu katika jina la Yesu. Wasikose watumishi wako chakula, wasikose mahitaji yao kila siku. Give us knowledge, O God. Give us knowledge, O God. Ya kwamba wakati huu utaweka bidii kuweka maharage na vitu vingine vitakayotusaidia Bwana. Hakutapatikana na mama wala mzee masokoni, kwenye vijiji, nyumba kwa nyumba, vitina na kazi melala katika jina la Yesu. Hivyo hizo maroho za magonjwa ya foot and mouth tunaikemea, tunaipiga katika jina la Yesu, ikapata kushindwa. Baba, kanisa lako linaenda kusimama. Kanisa hili lina supply maharage, kanisa hili lina supply mahindi, kanisa hili lina supply mboga. Wakitaka mboga watasema enda kwa watu wa KH, maana Bwana unaenda kunawisha mashamba, unaleta ufahamu na elimu katika jina la Yesu. Baba, maziwa itakuweka kwa sababu utatumpa knowledge ya kufuga hawa ng'ombe. Tutakuwa na mayai ya kufuga hawa kuku na hawa chicks Bwana, katika jina la Yesu. Hivyo nainua kanisa lako mikononi mwako, ya kwamba hatuko tena mahali tulikuweko, unatupeleka hatua nyingine Bwana, katika jina la Yesu. Unatumpa knowledge ya kufanya biashara, unatumpa knowledge ya kutengeneza pesa katika jina la Yesu. Baba, tunakuabudu mchana wa leo, nasi tunakuinua Mfalme. Asante kwa sababu juma lijalo tunaliweka wakfu mikononi mwako, ya kwamba inakuwa ni juma lilojaa baraka na ulinzi wa kiungu. Baba, watakaye safiri, watoto wetu wangali njiani, Baba waongoze salama njiani, wafike nyumbani salama katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Mungu, katika madhabahu haya kuna dhabihu, kuna mavuno, kuna limbuko, na ikabidhi mikononi mwako. Bariki waliotoa Bwana. Asante maana mchana wa leo umewabarikia watu wako na fungu na sadaka za shukrani. Yesu, inapoingia kwenye madhabahu haya, wabariki Bwana, waponye Bwana, wafungulishie malango aliyofungwa Bwana, katika jina la Yesu. Baba, ulisema utakapotoa fungu utafunga maadui, utasambaratisha mipango ya waovu, utasambaratisha nzige na madumadu, na madirisha mbinguni utafungua. Bariki huyo mama, bariki huyo mzee, bariki huyo kijana, bariki huyo mtoto katika jina la Yesu. Asante Baba yangu, watu wako utakapokutolea, baraka hizi ziwe zao, ziwe juu yao, ziwe mbele yao, ziwe kando yao, ziwe nyuma yao katika jina la Yesu. Walinde na kila hatari, walinde na kila mipango michafu, walinde na kila maadui katika jina la Yesu. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu, maana ni zako. Adhama na heshima ni zako. Asante Baba, maana umesikia. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Amen. Amen.